Ujumbe kwa vijana wazima na maafisa wa kanisa la baadaye. Inatoka katika Yohana 14:1-6. Huu ni ujumbe ambao Yesu aliwapa wanafunzi wake katika Yohana 3:1-2. Inasema kwamba uwe na furaha kama roho yako ilivyo kubwa. Na baraka kubwa kwa wale ambao wamepokea wokovu ni Mungu kuwa pamoja nao. Na kuna tofauti moja tu kati ya waumini na wasioamini. Baada ya Adamu na Hawa, hata sasa hakuna mtu mmoja anayeweza kumjua Mungu wala kukutana na Mungu. Na haijalishi ni bora kiasi gani na ni kwa ukubwa gani ulicho nacho. Ikiwa haumuamini Kristo, hauwezi kukutana na Mungu. Ingawa wamefanikisha mambo mengi na walifanya kazi kubwa, wataendelea kuteseka kwa sababu ya matatizo yao wenyewe. Na bila Mungu, watu waliofanikiwa zaidi wana hofu zaidi. Hata hivyo, ukikutana na Mungu kuna furaha ya kweli huko. Ndio sababu tunahitaji kurejesha baraka ya asili ya sura ya Mungu. Mungu aliumba mbingu na dunia na mwanadamu pekee ndiye aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mwanadamu pekee ndiye aliyeumbwa kama kiumbe wa kiroho ili waweze kuwa na Mungu na kuabudu Mungu kwa furaha wanapokuwa pamoja na Mungu. Maana ya kupokea wokovu ni kurejesha sura ya Mungu. Na leo Mungu anamwambia mwanafunzi wake kurejesha hali yao ya kiroho. Kwa sababu, ingawa wanafunzi wa Yesu wamepokea wokovu, lakini bado walikuwa na wasiwasi juu ya nini cha kukula na nini cha kuvaa na nini cha kunywa. Na walipendezwa tu na mafanikio ya kimwili ambaye watu wa ulimwengu huzungumzia. Ndiyo sababu Yesu alikuwa akiwaambia warejeshe hali yao ya kiroho kama mkutano wa kiroho. Mungu ambaye ni roho alikuja hapa duniani ili kumwokoa mwanadamu. Kwa hivyo, maana ya wokovu haimaanishi tu kupokea wokovu kimwili, lakini ni kupokea wokovu kiroho. Kwa sababu watu ambao sasa wamepokea wokovu wanaamini tu katika vitu vya kimwili. Na maana ya kupokea wokovu inamaanisha kuamini kwamba Mungu yuko pamoja nami. Sio kwamba ninamwamini Mungu. Lakini Mungu alikuja kwangu kwanza na yeye ni Kristo. Na kwa neema ya Mungu tuliweza kumwamini na mkutano wa kilele wa kiroho ni mtu anayejua maana ya injili tu. Na bila injili tu huwezi kutatua maafa ambayo yanakukujia. Wewe mwenyewe, familia yako na nchi yako. Na ingawa unajaribu kwenda kanisani kwa bidii na kisha unajaribu kuiamini, lakini ikiwa haujui injili, basi huwezi kukomesha maafa. Wale wanaojua maana ya injili wanajua maana ya sala tu. Kristo amemaliza shida zote msalabani, lakini bado tuna shida nyingi ya familia na tuna shida nyingi kwa sababu shetani bado anafanya kazi kama giza. Ingawa Kristo amevunja mamlaka ya shetani, bado anaweza kufanya kazi hata sasa. Lakini kwetu kwa sababu Kristo
amevunja mamlaka ya shetani, tunaweza kutumia jina hilo kuvunja mamlaka ya shetani. Na Mungu anatuambia tupokee majibu kwa kuomba kwa jina lake juu ya shida zako. Na ikiwa unaomba kwa jina la Yesu Kristo, nguvu za giza zinakimbia na ufalme wa Mungu unakuja. Ndiyo sababu shida ambayo unakumbana nayo inakuwa fursa kwetu kufurahia maombi ili nguvu za giza zivunjike na ufalme wa Mungu uje. Na mkutano wa kilele wa kiroho ndio wanaojua sababu ya kufanya uinjilisti. Na bila Roho Mtakatifu hatuwezi kukiri kwamba Yesu ndiye Kristo. Na kuna sababu kwa nini tunahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu. Wakati unapoamini kwamba Roho Mtakatifu yuko pamoja nawe, ndipo anapoanza kufanya kazi. Na hata hivi sasa, bila kuonekana kwa macho yetu, anafanya kazi kama Mungu wa utatu. Ndiyo sababu, sio lazima tujaribu kuinjilisha mtu. Lakini tunachohitaji kwanza ni kuamini kwa usahihi kwamba Mungu wa utatu yuko pamoja nami. Na anapovuka wakati na nafasi, anapata na kumtafuta mtu aliyeteuliwa kupokea wokovu. Na ikiwa Roho Mtakatifu anafanya kazi kupitia mimi, basi familia yangu, wafanyikazi wenzangu na uwanja watatambua na kuanza kumwamini Mungu. Na mara tu unapojua sababu za kweli za kufanya uinjilisti, hapo tu ndipo Mungu anapoanza kufanya kazi. Hapo ndipo kazi za wokovu zinapotokea na utaanza kukutana na watu ambao Mungu alitia mafuta. Na hiyo ndiyo maana ya mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kufanya kazi kwa Roho Mtakatifu na matunda ya Roho Mtakatifu. Na kwao Mungu aliahidi kutoa uchumi wa nuru. Na katika Mwanzo 1:27 hadi 28. Kwa mfano wa Mungu, Mungu aliwapa baraka za kutawala, kuitisha ulimwengu na kudhibiti viumbe vyote. Lakini hata hivyo, baada ya kutengwa na Mungu kutoka kwa tukio la Mwanzo 3, tumepoteza baraka zote. Na tulipaswa kuishi kama watoto wa Shetani, chini ya dhambi na laana na asili ya kuzimu. Walakini Mungu alikuja kama nuru kushinda giza la halali. Ndiyo sababu ikiwa unajua maana ya kweli ya Injili tu, sala tu na uinjilisti tu, uchumi wa nuru utaweza kuja. Uchumi wa nuru ni uchumi uliofichwa ambao Mungu ameuficha kwa ajili ya misheni. Ikiwa wewe ni mtoto aliye salama, hauhitaji mawazo yako mwenyewe. Ila unahitaji tu ni kurejesha Injili na kuishikilia Injili pekee. Na ikiwa wewe ni mtoto salama kweli, basi hautahitaji maneno kutoka kwa watu au maneno kutoka kwa ulimwengu. Labda ujumbe wa mimbari na mkondo wa neno ni muhimu sana. Ndi kwa sababu mamlaka ya Shetani, laana na kuzimu haiwezi kuvunjika na mawazo yetu wenyewe. Na msimamo wetu na msimamo ya kanisa sio lazima.
lakini kilicho muhimu zaidi ni kujitolea ili kufaidika na kanisa. Na hapo ndipo nguvu za giza zinapovunjika na uchumi wa nuru unarejesha, na hilo ndilo jambo kuu. Kwanza, ilikuwa wasiwasi gani wa kanisa la kwanza? Kanisa la kwanza lilikuwa kanisa ambalo wanafunzi wa Yesu walikusanyika na walishtakiwa kwa uongo kama uzushi kwa kumwamini Yesu. Na Wayahudi walikuwa wakiwatesa kwa kumwamini Yesu. Na waliwashutumu kama uzushi na kuwatesa kwa faida zao wenyewe. Na wanawaua kutoka kwa jamii yao wenyewe. Na katika Roma ilikuwa ikitesa kanisa la kwanza kwa sababu wangeweza kuwa na tisho kwa siasa zao. Wakati huo Yesu alikuwa tayari amezungumza juu ya kifo chake na ufufuo wake na kufufuka kwake baada ya ufufuo wake. Na wanafunzi wa Yesu waliogopa wao kuwa peke yao. Na badala yake walikuwa wakisema kwamba Yesu atakuwa pamoja nao bila kuonekana kwa macho yao. Hata hivyo hawakumsikiliza na waliogopa yeye kuwaishi. Na kisha wasiwasi wetu ni nini? Ni nini wasiwasi wa vijana wazima na wanafunzi wa Kristo? Na tunaweza kuwa na shida ya kibinafsi au shida ya familia, na unaweza kuwa na shida mahali pako, na tunaweza kuwa na shida ya kibinafsi pia, hata pia shida katika biashara yako au shida ya kiafya. Na kwa sababu hiyo unaweza kuhisi upweke na kutafuta suluhisho, lakini hauamini ukweli kwamba Mungu yuko pamoja nawe, na hauamini ukweli kwamba Kristo amemaliza shida zako zote na yuko pamoja nawe. Ingawa unamwamini Kristo na una makovu mengi juu ya maisha yako ya zamani, na kwa sababu hiyo unaweza kuwa na shida nyingi juu ya kile kinachotokea hivi sasa. Na kwa haki unaweza kuwa na wasiwasi na kuogopa juu ya maisha yako ya baadaye. Wakati huo Yesu aliweza kutuambia kuwa tusiwe na wasiwasi. Na wacha tuangalie na tupate sababu na msingi kwa nini alisema tusijali. Na sababu ya kwanza inatoka katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza. Alisema, kwa sababu unamwamini Mungu usiwe na wasiwasi. Mungu ndiye muumba na yeye ndiye mwenyezi. Na katika Ufunuo 1 mstari wa 8 inasema kwamba yeye ni Alfa na Omega, ambayo inamaanisha kuwa anajua kila kitu. Ndiyo sababu Yesu aliwaambia kwamba moyo wako usifadhaike, na una shida za aina gani, na Mungu tayari anajua, na yeye ndiye aliyeruhusu. Sababu ya pili ni kwamba usiruhusu moyo wako uwe na shida, kwa kuwa unaniamini na kwa sababu unamwamini Kristo, usijali. Na baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi ya kutotii neno la Mungu, Mungu mara moja aliwapa suluhisho
la Mwanzo 3:15. Mwanzo 3 mstari wa 15, kwamba uzao wa mwanamke utaponda kichwa cha nyoka. Na Mungu aliwaambia Waisraeli siri ya dhabihu ya damu ambao wakawa watumwa. Kristo amekufa msalabani ili kumaliza shida yote ya mwanadamu, na alisema kwamba atakuwa pamoja nasi, na jina lake ni Emanueli, ambalo linamaanisha Mungu pamoja nasi. Na sababu kwa nini alisema ni kwa sababu ameweza kutatua shida zote, na hakuna sababu ya sisi kuwa na wasiwasi. Na Wafilipi 2 mstari wa 5 hadi 11, yeye ndiye mwanzilishi na yeye ndiye mwili wa Mungu. Filipo akamuomba Yesu akisema kuwa, na unionyeshe Mungu. Na Yesu akamwambia Filipo, yeyote aliyeniona amemuona Baba, kwa sababu mimi ni Mungu. Na nimekuokoa kwa mimi kufa msalabani, na kwa jina la Yesu Kristo, lilo jina linaloharibu kazi ya Shetani. Na kwa jina la Kristo ni jina ambalo liliweka huru wanadamu wote kutoka kwa dhambi na laana, na ni jina linalofungua njia ya kukutana na Mungu. Na wakati unapoamini ndani yake, hapo ndipo Roho Mtakatifu ataanza kufanya kazi. Na una wasiwasi juu ya nini? Hakuna kitu unahitaji kuwa na wasiwasi. Naomba uanze kufurahia jina la Kristo. Na yeyote ambaye hawezi kuamini jina hilo, anaweza kuanza kukabiliwa na wasiwasi, akiendelea kuwa na hasira moyoni, na hakuna kitu tunachoweza kufanya isipokuwa kuamini tu katika jina la Yesu Kristo. Na Kristo alisema kwamba ataanza kujiandaa kwa nafasi yetu. Na kwa sababu nitakupa baraka ya kiti cha enzi, usiruhusu moyo wako uwe na shida. Na hata hivi sasa, Mungu anafanya kazi kupitia malaika kwa mtoto yule aliye salama. Na ingawa haufanyi kazi nyingi, kazi ya kiroho inafanyika, na wakati unapoamini, malaika huanza kufanya kazi. Na ikiwa hauamini, malaika hawezi kufanya kazi, na hiyo ni sayansi ya kiroho. Yesu alijiita hivi, na katika Yohana 14 mstari wa 6, alisema kwamba mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Na katika maandiko inasema kwamba yeye ndiye njia, ukweli na uzima, ambaye inamaanisha kuwa kuna jambo moja tu, kwamba mimi ndiye njia pekee inayoweza kutatua dhambi ya asili. Na mimi ndiye ukweli pekee ambao unaweza kumjua Mungu wa utatu, na mimi ndiye njia pekee ambayo unaweza kuwa na Roho Mtakatifu, na Kristo huyu anataka kuwa Bwana wetu. Na wakati unapomwamini Kristo, huo ndio wakati unapokuwa kanisa la Kristo, na Kristo anakuwa Bwana wako unapoamini. Na Kristo amefanya kazi ya mfalme wa kweli, kuhani wa kweli na nabii wa kweli. Na nguvu za giza, dhambi na laana na asili ya kuzimu
huvunjika tu wakati unapoamini. Kristo ndiye njia pekee ya kufurahia kuwa na Mungu wa Utatu. Na Mungu wa Utatu anafanya kazi kwa neno lake na kwa kujibu maombi na kwa matendo ya wokovu. Na katika Mathayo 28 mstari wa 16 hadi 20, Kristo ametuokoa. Na nina mamlaka ya mbingu na nchi. Kwa hivyo, kwa maana ninyi nendeni kwa mataifa yote na kuwafanya wanafunzi. Nami nitakuwa pamoja nanyi hata mwisho wa dunia. Kristo aliweza kutuambia. Na unawezaje kufurahia baraka hii? Ni wakati tu unapomwamini Kristo, Roho Mtakatifu atakuwa pamoja nawe. Na ikiwa unamwamini, unachohitaji ni kumfanya akuongoze. Na ndio sababu unapopokea neno ni muhimu sana. Ikiwa unaongozwa na Roho Mtakatifu, utapokea nguvu na kazi za kufufua watu kwa jina la Kristo hufanyika. Na nguvu za giza zitavunjika na ufalme wa Mungu utakuja. Na kazi ya kutafuta wanafunzi itafanyika, ambayo ina maana kwamba baraka za kiti cha enzi zinanijia, na hiyo ni baraka 7 za yule ambaye amepokea wokovu. Na hapo ndipo majimbo 6 ya wasioamini yatavunjika. Na mamlaka ya shetani na mamlaka ya sanamu yatavunjika. Na shida yako ya kiakili, shida ya mwili, hata shida yako ya kizazi kijacho itaanza kupona. Na hii hufanyika tu wakati unaamini. Katika Yohana 14 mstari wa 16 hadi 17. Ni moja ya maandiko muhimu zaidi. Na wasioamini hawajui inamaanisha nini. Na wakati shetani alipowadanganya wanadamu, Adamu na Hawa, hivi ndivyo alivyosema, kwamba unaweza kuwa kama Mungu. Na jinsi neno hilo ilivyo tamu, kwamba ingawa haumwamini Mungu, bado unaweza kuwa kama yeye. Bila mabwana halisi wa maisha yetu. Hata hivyo shetani ndiye bwana. Je, kweli umemkubali Yesu Kristo kama Mwokozi wako? Na bila kuonekana kwa macho yako, Roho Mtakatifu yuko pamoja nawe. Siri ni kwamba haionekani. Ushahidi wa watu ambao hawajapokea wokovu ni kwamba wanafuata tu kile wanachokiona. Wanafuata pesa na wanafuata kile kilicho kizuri kwa faida zao. Na hawaamini ukweli kwamba Roho Mtakatifu yuko pamoja nao, lakini wanafuata watu tu. Ikiwa unaamini kweli kwamba Roho Mtakatifu yuko pamoja nawe, basi utakuwa na amani. Je, una matatizo au ugumu? Ni Mungu ambaye ameruhusu. Na kwa sababu Mungu ameruhusu na yuko pamoja nawe, basi hakuna sababu ya wewe kuwa na wasiwasi. Na mabaki 7 katika Biblia wameweza kukabiliwa na shida kubwa. Na shida hizo sio shida zingine. Na kwa sababu walijua kuwa shida hizi zote zilitokana na shida za kimsingi au shida za kiroho, walipata suluhisho ambazo haziwezi kutatuliwa isipokuwa kupitia Injili tu.
Na ikiwa Roho Mtakatifu yuko pamoja nami, basi tunaweza kuongozwa naye. Na tunapoongozwa naye, basi tunaweza kujazwa na Roho Mtakatifu. Na ikiwa umejazwa na Roho Mtakatifu, basi shida ambayo wewe na familia yako na uwanja na nchi unayo itapata uponyaji. Na matumizi mabaya ya dawa za kulevya, kamari, kunywa pombe, shida hizo haziwezi kutatuliwa na juhudi zetu wenyewe. Kwa sababu shida hizi zote zimeanza kutoka kwa kutenganishwa na Mungu. Na kwa sababu shida hii ya kukamatwa na giza ndiyo sababu haiwezi kutatuliwa na juhudi za mwanadamu. Na lazima utambue juu ya ukweli kwamba shida hii ni shida ya kiroho na haiwezi kutatuliwa na juhudi zetu. Kwa sababu shida ya kwanza yetu ni kwamba hatuamini shida hizi za kiroho. Ndiyo sababu ingawa tunaamini katika neno la watu, neno la ulimwengu huu, na bado hatuamini neno la Mungu. Na mkakati wa Shetani ni jambo moja ambalo anakuambia kwamba unaweza kuwa kama Mungu na unaweza kuondoka vizuri bila Mungu. Na ndiyo sababu Kristo aliweza kuja kama amevalia mwili ili kutatua matatizo. Na ni kwa sababu wanadamu hawawezi kutatua matatizo haya. Ni kwa sababu aina ya mwanadamu haiwezi kutatua dhambi ya asili na shida zao za kiroho. Na ikiwa haujui ukweli huu, basi kiwango chetu ni sawa na wanyama wa pori. Na ndiyo sababu Kristo alionyesha alitupenda kwa kufa msalabani. Na ikiwa utatambua hili, basi maisha yako ya zamani sio kovu tena, lakini yatakuwa chache. Kwa sababu hatuna masharti au haki ya kupokea wokovu, tunachoweza kufanya ni kuamini tu. Na hatima hii inatoka kwa Mungu. Na kwa sababu hatukupokea wokovu kwa matendo yetu wenyewe, hakuna kitu tunachoweza kujivunia. Na katika Wakorintho wa kwanza 2:9-10, kwamba bila Roho Mtakatifu hatuwezi kusema kwa midomo yetu kwamba Yesu ni Kristo. Na ndiyo sababu watu hutafuta pesa, dini, na kwa ajili yao na kwa ajili yako, kwa kifo cha msalaba na ufufuo wa msalaba, na uhakikishe wokovu wako. Na hiyo ndiyo hatua ya kwanza ya hitimisho. Naomba ufuate mkondo wa neno, na kila wakati ujumbe wetu wa mimbari unatatuliwa na Kristo tu. Shida yako ya kibinafsi, shida ya familia, utaishi, shida ya kifedha na shida ya kiafya, Kristo tayari ameyatatua. Na ikiwa hauamini katika hili, basi utaishi maisha yako kwa kudanganywa na shida hizi za uongo. Na kwa sababu Kristo amemaliza, shida hii tunaweza kuanza na jina lake. Kwa nini Kristo alikufa msalabani? Ni ili kutimiza ofisi 3 za Kristo. Na sababu kwa nini mwana wa Adamu alionekana ilikuwa kuharibu kazi ya Shetani. Na sheria ya uzima
iliyo ndani ya Kristo imekuweka huru kutoka kwa sheria ya dhambi, kifo na laana. Yesu aliweza kusema kuwa mimi ndimi njia, ukweli na uzima, na hakuna mtu anayekuja kwa Baba isipokuwa kwa njia yangu. Na kwa hivyo unaweza kuamini hii na kuanza kuitumia. Na kuamini hii ndiyo tuliyoita kujazwa na Roho Mtakatifu. Na tunahitaji kuwa na waraibu juu ya ukweli kwamba Kristo yuko pamoja nami. Kwa sababu wakati watu wamezoea pesa, wanaua watu, na ikiwa watu wamezoea nguvu zao, hata wanaua watu wengine, na nchi kwa nchi zinapigana na nchi zingine. Lakini kwetu tunahitaji kuwa na waraibu katika Kristo tu. Ufalme wa Mungu na Roho Mtakatifu. Kama dakika 5 asubuhi, dakika 5 usiku, unachohitaji ni kuzingatia kidogo. Kwa hivyo, utatulia, fanya uamuzi katika maisha yako na Kristo. Na ukiri kwamba Kristo amemaliza kila kitu. Kwa hivyo, naomba uhariri maisha yako na neno. Uendelee kusikiliza ujumbe ambao umepakiwa kwenye mtandaoni. Na unapoendelea kusikiliza, anza kuombea ratiba zako. Naomba uchapishe neno hili hadi kupata mpango kamili wa Mungu. Kadri unavyochapisha, ndivyo inavyozidi kukutia mzizi, na kadri inavyochapishwa majibu yataweza kuja. Na kadri inavyozidi kukita mzizi, ndivyo unavyopata matunda zaidi. Na haswa wakati shida na magumu zinapotokea, ndipo ni muhimu, kwa sababu wengi huondoka na kukimbia. Na wengi hivi karibuni na wanadanganya. Lakini sisi tunachohitaji ni kuona kwa usahihi. Ni kitu gani ambacho Mungu anatamani? Ni kuamua na Kristo, kuacha nia zetu mbaya na kuomba ili tuweze kujazwa na Roho Mtakatifu. Ikiwa unaomba kweli, utapokea majibu ambalo Mungu alitayarisha, na utaomba ili kupokea mwongozo huo. Na utakabiliwa na mkutano ndani yako. Unafanya kazi na kuweka ndani yako ratiba, na hiyo ndiyo kambi yako ya uinjilisti. Na kwa sababu Roho Mtakatifu yuko pamoja nawe, ndiyo sababu unaongozwa na Roho Mtakatifu. Na ndani ya hapo unapata mwanafunzi wa injilisti, na kwa sababu hii unaweka batizan ya Kristo. Na batizan hii itageuka kuwa safari yetu na mwongozo wa kuweka mfumo wa injili pekee. Na upokee majibu haya kuwa wanafunzi wa Kristo. Wacha tuombe. Mungu, tunakushukuru na ujumbe ambalo Yesu alitoa kwa wanafunzi wake. Wacha uwe ujumbe wangu mwenyewe. Na tufikiri kwamba Kristo amemaliza shida zangu zote na yuko pamoja nasi hata sasa. Na Roho Mtakatifu anafanya kazi juu yetu sasa, na anafanya kazi
kwa kuvuka wakati na nafasi ili Roho Mtakatifu aweze kufanya kazi kwenye mashamba yetu. Na ndani ya shida na ugumu, tungojee hadi Roho Mtakatifu aanze kufanya kazi na kutusaidia kupokea matunda ya uinjilisti katika mikutano yetu na mahali pa kazi. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina.